waandishi wa habari na serikali wanafanya kazi pamoja kuijenga nchi yetu ili iweze kuendelea mbele zaidi kiuchumi, kisiasa, lakini pia kiusalama. Mimi mambo muhimu, kwa mfano mada zote ambazo zimezungumzwa, ukiziona zinazungumzia kuhusiana na kuzingatia taaluma zetu kwa manufaa yetu sote na kwa taifa letu kwa ujumla, kwamba mada hizo ziweze kutusaidia tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi zaidi, kuhakikisha nchi yetu inaendelea kusonga mbele kiuchumi, kisiasa na kiusalama. Na nisisitize hilo la kiusalama zaidi, kwa sababu mambo ya uchumi, kisiasa hayawezi kusonga mbele kama inavyotakiwa na wananchi hawezi kushiriki kwenye majukumu yao au kwenye shughuli zao za kujiletea maendeleo kama usalama haupo, kama amani haipo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo kwa kweli ni la kusisitiza sana, na si kama jeshi la polisi kuhusiana na usalama wa waandishi wa habari. Hili ni jambo ambalo tunalizingatia sana, kwa sababu tunaamini Watanzania wote wakiwa salama pamoja na waandishi wa habari, basi tutaweza kushiriki katika shughuli zetu za maendeleo bila hofu, ukiwa na amani na utulivu wa kutosha. Na mimi niendelee kuahidi kwamba jeshi la polisi tutaendelea kushirikiana na vyombo vya habari, lakini waandishi wa habari mchana na usiku, ili kuhakikisha kwamba kwanza usalama unakuwepo wa kutosha, lakini taarifa zile ambazo zinatakiwa ziwafikie wananchi kwa wakati na zenye ukweli tutaendelea kufanya hivyo. Lakini pia tutaendelea kutoa ushirikiano, hasa kufanya vikao kwenye mikoa yetu kama tulivyofanya siku za nyuma. Makamanda wa polisi walikuwa wanafanya na kupitia klabu ya vyama vya waandishi wa habari kuhakikisha kwamba ushirikiano unakuwepo kwa kutosha. Lakini pia sio ushirikiano, pale inapotokea changamoto yoyote ile iweze kutatuliwa kwa wakati, ili upande wowote usiathirike na bila kuathiri sheria za nchi. Kwa hiyo na waahidi na mkuu wetu wa jeshi la polisi Afande IGP Camillus Wambura kila mara anasisitiza mimi, anasisitiza wa makamanda kuhakikisha kwamba